Karibu kutazama kipindi chako pendwa kinachofanyika kila siku za Jumanne. Siku hizi za Jumanne huwa tunafanya mambo mbalimbali kwenye channel ya Gideon Online TV. Tunakwenda kuzungumza kwamba mtu aliyeokoka anapaswa kuwa mwaminifu. Wote tunapaswa kuwa mwaminifu, lakini hasa kwa yule mtu ambaye ameokoka. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumza kwa undani zaidi. Pengine kuna vitu ambavyo unavifanya, pengine kuna vitu unatamani uvifanye, pengine kuna vitu ambavyo uvifanyi, lakini kwa siku hii ya leo, kutokana na kipindi hiki, basi utakwenda kufanya ama kuacha vile ambavyo unafanya ili uwe mwaminifu, wewe mtu uliokoka. Mimi ni Esther Mamkwe, tutazungumza pamoja na mtumishi wa Mungu yuko mahali hapa. Atakwenda kuzungumzia kwa undani kuhusiana na mada hii ya uaminifu kwa mtu aliyeokoka. Hii ni huduma ya maombi na maombezi inayoitwa Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Mailisita. Karibu kutazama, tuma komenti yako, uliza swali lolote, changia kipindi cha siku hii ya leo. Karibu sana. Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Martha Peter Masao. Ndio. Ni mhudumu katika madhabahu ya Mlima Moria. Ndio. Chini ya mpako wa mafuta wa Bwana mtumishi Gideon na mama mtumishi. Ndio. Kwa leo niko hapa katika muendelezo wa kufundisha. Okay. Leo tunafundisha neno la uaminifu. Okay. Kuhusu uaminifu. Kwa sababu sisi tuliookoka tunatakiwa tuwe waaminifu. Ndio. Tulishike neno la Mungu, tutende yaliyo mema. Na wengine waige kutoka kwetu. Ndio. Kwa hiyo leo tutafundisha kama mtu ameokoka sio mwaminifu, ajifunze anatakiwa afanye nini ili awe mwaminifu. Sawa, ningependa kujua kwanza nini maana ya uaminifu? Uaminifu ni tunda la Roho. Ndio. Ambapo Mungu mwenyewe ndiye mwaminifu, aliyefanya uaminifu katika agano lake aliloahidi ya kwamba atatukomboa. Ndio. Na akafanya uaminifu, akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, akaja akatukomboa. Okay. Akatutoa katika dhambi. Okay. Kwa hiyo Mungu ndiye mwaminifu. Sisi tuliookoka tunatakiwa tuzishike amri za Mungu kwa sababu yeye ni baba, sisi ni watoto. Okay. Ndio. Na ni kwa nini mtu aliyeokoka anatakiwa kuwa mwaminifu? Mtu aliyeokoka anatakiwa kuwa mwaminifu kwa sababu gani? Ndio. Mtu aliyeokoka yeye ni kuhani wa Bwana. Okay. Yeye anafanya kazi ya Mungu, kuhubiri neno la Mungu, kushika amri za Mungu. Kwa hiyo anatakiwa awe mwaminifu ili yule anayemwona aige kwake. Okay. Afuate yale matendo yake ya uaminifu. Kama anaenenda vibaya aone, mbona huyo anafanya hivi? Kutokana na yule aliyeokoka atakavyofanya mema, yule ambaye hajaokoka ataiga kwake. Okay. Ndio. Sawa, umezungumza mtu aliyeokoka anapaswa kuwa mwaminifu. Ni mstari gani wa Biblia unaonyesha uaminifu ama nguzo ya mtu aliyeokoka ni uaminifu? Mstari wa Biblia unaoonyesha mtu mwaminifu, ndio, aliyekuwa mwaminifu akaweza kuishinda ile dhambi ni Yusufu. Okay. Na tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 7 mpaka wa 10. Ndio. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Amina. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Okay. Kwa hiyo tunaona jinsi Yusufu alivyoshinda hiyo dhambi ya uzinzi. Okay. Alifanya uaminifu kwa sababu tajiri yake alimwamini, akampa kila kitu pale nyumbani akisimamie yeye. Pamoja na uaminifu wake, mke wa Potifa akawa anamdanganya sasa ili alale naye. Okay.
lakini Yusufu alijitahidi akaishinda ile dhambi, na mke wa Potifa akawa ametumia nguvu ili Yusufu alale naye. Akawa amemshika vazi lake. Yusufu akaona, hapa kuliko nitende dhambi, kuliko nimtende Mungu dhambi au tajiri yangu dhambi, bora nimwachie ili vazi. Aliondoka akamwachia lile vazi. Lakini baadaye mke wa Potifa akaja akasema kwamba Yusufu aliacha vazi kwa sababu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamtamani. Yusufu hakubishana na bosi wake, alikubali kupata ile adhabu ya kwenda gerezani. Kwa hiyo kwa huu uaminifu aliofanya Yusufu umempa daraja la kwenda kuwa waziri mkuu. Kama sio uaminifu asingekuwa waziri. Wala asingemilikishwa nchi yote na Farao. Kwa hiyo uaminifu wake umemfanya ikawa daraja la kupata mengi na kukomboa ndugu zake ambao walikuwa wafe njaa, lakini yeye akawa mwaminifu akawasaidia. Na kutokana na mstari huo, kutokana na historia hiyo ya Yusufu, je, kwa sasa hivi sisi tuliookoka kuna mtu ambaye angeweza kushinda jaribu hilo? Kwa kweli wengi hawawezi. Kwa sababu ya tamaa. Wanakuwa na tamaa, wanaona kwamba watakavyofanya kile kitendo, ametembea na bosi wake, labda atampa fedha, atampa mali. Kwa hiyo anashikwa na tamaa ya ile fedha. Anapokea ile fedha, anafanya naye anachokitaka yule bosi, kumbe asijue anafanya dhambi. Ndio. Ipi tofauti kati ya uaminifu kwa mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka? Uaminifu wa mtu ambaye aliyeokoka. Mtu aliyeokoka hatakiwi kuwa mwizi. Haibi kitu cha mtu. Hatamani mali ya mtu. Hapokei rushwa. Hadhulumu kitu cha mtu. Na wala mtu aliyeokoka, kama ameona fedha ya mwingine, labda ameiangusha kwa bahati mbaya na amejua kwamba huyu ni Esther ameangusha hii pesa, atamrejeshea. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na mtu ambaye hajaokoka. Mtu ambaye hajaokoka anakuwa na tamaa na kile kitu cha mwenzie. Kama ni pesa hatairudisha. Ataona hii ni Mungu amenipa, kumbe ni jaribu. Wewe ukaona labda umepewa, kumbe unajaribiwa. Huyu mtu atakuwa mwaminifu? Au labda katika mtu amekuamini akakupa kazi kwenye duka lake, akakupa mali zote ziko pale uzisimamie, lakini katika yale mapato pale dukani ukawa unamuibia kidogo 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 kidogo. Yule bwana akija akipiga hesabu akikuta kwamba kuna shoti, anakufukuza kazi. Kwa hiyo uaminifu umeisha. Hiyo ndo tofauti. Sawa, mtazamaji wa Gideon Online TV, mikononi mwangu nimeshika maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu, huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa maili 6. Maji hayo huwezi kupata sehemu nyingine yote isipokuwa ndani ya huduma hii. Huduma hii ipo mkoani Kilimanjaro, maili 6. Kama unatokea Moshi mjini, unatokea Himo, unatokea Njia Panda, unatokea Same, unapanda magari yanayoenda Arusha, maili 6, Machame, Boma au Sadala, unashukia kituo cha mashine, utakutana na bango kubwa ambalo lina ratiba za ibada. Siku za ibada mahali hapa ni kila siku asubuhi. Tunaanza na Mungu saa 12:30 mpaka saa 1:30. Hayo ni maombi ya morning glory kila siku. Siku za ibada mchana ni Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Siku ya Jumatano na Ijumaa tunaingia saa 8 mpaka saa 11. Siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Wenye shida, mateso mbalimbali, wengi tunaona wanafunguliwa kupitia maji haya. Watu wanashuhudia, nilikuwa na changamoto 1 2 3 nikatumia maji haya yakanisaidia. Kwa hiyo mahitaji yoyote, pengine ni mtu yuko mbali ana matatizo, chukua maji haya mtumie, yatakwenda kumsaidia na utakuwa mmoja wa ushuhuda kutendewa kupitia maji haya ya uzima. Karibu sana kwenye huduma ya Mlima Moria Ministry. Bado tunaendelea kuzungumza
kuhusiana na uaminifu kwa mtu aliyeokoka. Tumeona uaminifu ni nini, tumeambiwa tofauti ni nini, lakini bado tunazidi kuendelea. Kwa hiyo na wewe uwanja ni wa kwako. Endelea kutuma message, tuma komenti yako hapo, tuambie ama changia mada ama uliza chochote kuhusiana na uaminifu kwa mtu aliyeokoka. Tunaendelea, kwa hiyo endelea kututazama, mwambie rafiki yako, jirani yako, mama, baba, mke, mume. Kipindi kipo hewani cha Gideon Online TV. Umezungumza kutokana na uaminifu ama mtu aliyeokoka kuhusiana na uaminifu. Ningependa kujua, Mungu anasema kwenye Biblia inasema njia za Mungu hazichunguziki. Ndio. Anafanya njia pasipo na njia. Ni kweli. Nitajuaje sasa mimi? Umesema kutokana na mfano ambao tumekwenda kuzungumzia sasa hivi, umeona hela ya mtu kadondosha kitu unakichukua. Kama njia za Mungu hazichunguziki, nitajuaje? Nimetoka hivi, nimeenda barabarani nikakutana na hela. Ndio nimekuona wewe ndio uliodondosha. Kuna nafsi sina hata 100 na nimemwambia Mungu naomba ukanifanyie njia pasipo na njia. Nikakutana na 20,000 imedondoshwa ama iko mahali mimi ndo nimeiona, amna mwingine alioiona. Sasa pale najuaje? Hii ni lile hitaji nililomwomba Mungu, sina kitu cha kula, sina nauli, nimepata hii. Ama nitajuaje ni mtego tu nimewekewa ili nionekane mimi ni mwizi ama mimi ni mdokozi? Kutokana na somo la uaminifu. Kutokana na somo la uaminifu, wewe unayekuta aidha mimi nimedondosha pesa, ndio, na umeniona, ndio, ukawa unaona labda ni haki yako kuiokota ile pesa. Ndio. Hapana, inaweza ikawa mimi niliyedondosha na shida kuliko wewe uliyeiokota. Okay. Kwa hiyo unatakiwa ufanye uaminifu, unirudishie ile pesa. Kama ni kusudi la Mungu, okay, mimi nitauiwa rohoni, nitakugaia 3% katika ile pesa. Okay. Kwa hiyo itakuwa Mungu amekubariki kupitia ile pesa uliyoiokota. Okay. Lakini utakavyoiokota utaificha, itakuwa ni laana kwako. Inaweza ikaenda ikawa teso kwako, ukapoteza hela nyingi kuliko ile ulioiokota. Okay. Ndio. Swala la uaminifu kwenye familia tunaliwekaje? Maana tumekuwa sio tu familia, hata wote kwa ujumla, jamii kwa ujumla, kumekuwa sasa hivi wimbi kubwa ni hakuna uaminifu. Wenye ndoa wanalalamika, familia wanalalamika, kazini wanalalamika, manyumbani, mtaani watu wanalalamika. Tunasimamaje kwenye uaminifu ili hali iende kwa kupungua, japo sio kumaliza kabisa, lakini tupunguze? Yaani tunatakiwa hata kubwa utakuwa mwaminifu. Okay. Na unavyofanya uaminifu, mtu atakuona wewe ni mwaminifu. Mpita njia anayekuona sasa katika ule uaminifu unaofanya, ndio, ni rahisi sana kukupa kazi, ni rahisi sana kukuamini, kukuajiri. Okay. Na hata Mungu, katika kazi ya Mungu, ndio, unaweza ukawa mwaminifu akakupa ajira pasipo wewe kujua ya kwamba imetoka wapi hii ajira. Ndiyo. Mungu huwa anambariki mtu kutokana na anavyoona ndani ya moyo wake. Okay. Kwa hiyo uaminifu tunatakiwa tuanze ndani ya mioyo yetu ili Mungu afungue milango ya baraka. Okay. Ndio. Kwa hiyo uaminifu unaanzia ndani kwa kidogo. Kile kidogo ulichopewa ukimiliki au ukifanyie kazi, aidha ni kazini, umeajiriwa, kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuingiza tamaa ya kuiba. Ndio. Wewe uwe mwaminifu, usichukue chochote. Yule tajiri anaweza kakuongezea mshahara kutokana na uaminifu wako. Kwa sababu anakuja anakuta kazi yake imeenda vizuri, kama ni mahesabu yake akipiga yako vizuri. Okay. Anafurahi. Anasema huyu mfanyakazi wangu nitamuongeza mshahara. Okay. Au nitampa zawadi. Okay. Kwa hiyo uaminifu unasababishaga mtu kubarikiwa zaidi. Okay. Kwa hiyo kikubwa ni mtu kuwa na uaminifu. Ndio. Sawa, ningependa kufahamu kwenye Biblia kifungu ambacho kinaonyesha mtu zaidi kwenye uaminifu. Tutasoma Luka 16 mstari wa 10 mpaka 12. Okay. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, ndio, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Okay. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa
waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Okay. Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Okay. Kwa hiyo unavyokuwa mwaminifu kwa ile kazi ya mtu, ni rahisi kupewa kazi yako. Ni rahisi, tuseme mfano ni ndugu, mko ndugu, mnasaidiana, unakuwa mwaminifu katika kazi zake. Yeye labda ana miradi mingi, akakupa usimamie duka lake, ukasimamia lile duka kwa uaminifu. Baada ya muda ya kuona kwamba nimeshapata faida, ataajiri mtu mwingine, yeye anakufungulia la kwako. Kwa hiyo ule uaminifu unakupa kilicho kikubwa, kwa sababu umeaminika kwa kile kidogo. Okay. Kwa uaminifu ni mzuri zaidi katika kukupandisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mtu amepitia changamoto nyingi, pengine za kukosa kazi, kukosa fedha, uchumi unabana, na alikuwa mwaminifu ndio, lakini zile changamoto zikamfanya sasa afanye vitendo ambavyo havina uaminifu. Kwa siku hii ya leo, unamshauri nini mtu wa namna hiyo? Mtu wa namna hiyo, ninachomshauri ndio azidi kuwa mwaminifu, asiingiwe na tamaa. Shetani asimdanganye akaharibu kazi yake kwa sababu ya tamaa, akaharibu uhusiano wake na ndugu kwa sababu ya ile tamaa. Akubali kuteseka, atateseka kwa muda, kwa sababu Mungu hawezi kukupa jaribu ambalo hatakupa mlango. Atakavyovumilia, na Mungu atafungua mlango wa baraka sehemu yoyote ile. Atabarikiwa atokapo, atabarikiwa aingiapo. Na wale ambao amefanya kwa uaminifu kwao, watakuwa wepesi kumtafutia kazi au kumtafutia chochote ili kumtoa katika lile teso. Hawatamwacha alivyo. Lakini kama unakuwa ni mwizi, sio rahisi wakusaidie. Watasema huyu ni mwizi. Tena lile jina watalitangazia kwa kila mtu. Hutapata kazi katika familia, hutapata kazi jirani. Popote pale unakojulikana hutapata kazi. Lakini kama wewe ni mwaminifu, hata kama umefukuzwa kazi, ni rahisi kuajiriwa mahali pengine. Watasema yule anafanya kazi vizuri. Yule ukimwachia ofisi, ukienda unakuta mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo utapata ajira. Kwa hiyo hutateseka kama yule mwizi, kama yule ambaye anadhulumu, au yule ambaye anapata kipato cha aibu. Unaona, hutakuwa kama yeye, utakuwa tofauti sana na yeye. Sawa. Kabla hatujafika tamati, ningependa uzungumze ama utoe ushauri ama maoni yako kwa vijana ambao hawana uaminifu kwenye maisha kwa ujumla. Kwa vijana ambao hawana uaminifu, mimi ushauri ninaowapa, wamrudie Mungu, kwa sababu kuto kufanya uaminifu ni dhambi. Tumesema mtu mwaminifu hatendi dhambi. Kwa hiyo wao, kwa vile wanafanya mambo ambayo ni dhalimu, wanatenda dhambi. Wamrudie Mungu, wachuchumilie kwa Mungu, wawe waaminifu ili maisha yao ya baadaye yawe mazuri. Mungu hata waacha. Amina. Ndio. Sawa, mtazamaji wa Gideon Online TV, tumefika tamati. Tumezungumza mengi kuhusiana na uaminifu. Kwa hiyo uaminifu ni nguzo kubwa sana kwa wewe mtazamaji wa Gideon Online TV. Inaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sio tu kwenye familia, lakini pia katika kazi, katika mihangaiko yako, katika biashara zako. Jaribu kuwa mwaminifu ili uweze kubarikiwa zaidi, uweze kufanikiwa zaidi. Hii ni Gideon Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata kile ambacho kinafanyika hapa Gideon Online TV.